Hebu sasa tuvuke hadi mjini Eldoret ambapo wanawake walio na uwezo na hadhi katika jamii wanaongozwa na mkewe Waziri Mwandamizi Musalia Mudavadi katika sherehe za kuwakumbuka wanawake katika safari yao ya malezi kutoka kupata ujauzito hadi kujifungua. Na Bi Tessie Mudavadi atakuwa anajumuika na wanawake wengine kuweza kutoa vifaa vya nasari kwa watoto ambao wanazaliwa wakiwa hawajafikisha miezi katika hali ya kumsherekea mtoto wa kike. Macharia John yuko pale, tujiunge naye. Na Lofty, kama ulivyosema, mkewe Waziri Mwandamizi Bi Tessie Mudavadi yuko hapa kuzindua mpango wa Okoa Malaika, mpango unaolenga kupunguza idadi ya watoto wanaozaliwa na kuweza kuaga. Aidha, hii ni njia ya kipekee kwa wakazi wa Uasin Gishu kuweza kusherehekea siku hii ya kina mama, na hapa nimeungana na balozi ambaye wa mpango huu Bi Njoki Mambo. Labda aweze kutueleza tu kwa kifupi umuhimu wa siku hii ulimwenguni, kusherehekea siku hii haswa kwa kina mama hapa nchini, na pia umuhimu wa mpango huu wa Okoa Malaika ni upi? Umuhimu wa siku ya leo ni siku ya kina mama duniani, na haswa tulivyochagua siku hii, tumekuja hapa kuleta incubators in Eldoret ziende kwa 6 different counties, na lengo letu haswa kabisa ndio tumeileta siku hii ni sababu kwa wamama ni muhimu sana katika ndani ya maisha ya mama. Wamama ndio our first incubators kabla tulete watoto hapa duniani. Labda kutueleza mpango huu unakata katika kaunti ngapi, na ndio umeanza saa hii ama ulikuwa tangu mwanzo? Tumeenda hapo mbeleni Vihiga County tukapeana 10 incubators. Leo tumekuja na 14 incubators ya Eldoret. Ya mwisho tu labda Bi Tessie, Bi Mambo, kama unaweza tueleza labda unaweza tueleza idadi ya watoto, labda ni nini haswa imepeana motisha kuanzisha mpango huu, idadi za watoto ambao wanaweza kufariki wazazi wakati wa kuzaliwa, na je, mpango huu utaleta mabadiliko yapi? Lengo ya mpango huu utaleta mabadiliko yapi hapo mbeleni? Idadi ya watoto ambao tunapoteza kwa haswa nchi yetu, kati ya watoto 1000 tunapoteza karibu watoto 22. Na sasa juu ya hii mpango wa kuleta these incubators tunaweza kuokoa maisha ya hawa watoto wote, na ndio maana tunaisema ni Okoa Malaika, kuokoa hawa watoto sababu ni malaika. Je, kuna mipango ingine yoyote kuadhimisha siku hii na mipango ya mbeleni? Mipango yetu haswa ni kutembea nchi yote ya Kenya. Tutaenda kila county, tutembee tuokoe malaika every county, God willing. Labda kuna labda unielezee kwa njia ya ni kama pesa ngapi ama imewagharimu pesa ngapi, kama kuna yeyote ambaye inahitajika na mwananchi wa kawaida anaweza kushirikiana vipi na nyinyi ili na labda hospitali na vikundi vya huku mnashirikiana na kina nani kuwafikisha mpango huu? Kuwafikisha mpango huu tuko na different sponsors, na bado tunaita many other sponsors who would want to do this noble cause to come and join hands with us so that we save the lives of children. Asante sana Lofty. Mpango huu leo imesemekana ya kwamba utakuwa unaweza kuwanufaisha wakazi wa Uasin Gishu County na pia wale wa West Pokot na Elgeyo Marakwet. Kwa yale ambayo yametendeka kwa siku hii, kulikuwa na sherehe, kumekatwa keki, kumekuwa na fujo, kuonyesha tu furaha ya kina mama kusherehekea siku hii yao muhimu. Kwa sasa kwako Lofty. Asante sana Macharia kwa taarifa bomba hiyo. Kwa kweli Okoa Malaika, manake malaika wa leo ndio mwanamke wa kesho. Iwapo hata okolewa leo, kesho hatutakuwa na siku ya mwanamke duniani, au sio?